Tayari sisi kama mkoa RS Tanga tumeshafanya study na tutafanya katika sekta zote. Tumeanza na uvuvi na mariculture, tutafanya kwenye madini, tutafanya kwenye kilimo, lakini tutafanya pia katika maeneo mengine ya utalii na maeneo ya misitu, ili basi tuweze tukajipanga vizuri ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Napenda kuwataarifu na kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 utakaofanyika tarehe 6 mpaka 9 Oktoba 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere kilichopo jijini Dar es Salaam. Nchi hizo ambazo tunazitarajia kuwepo, ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, ni pamoja na Kenya, sisi wenyewe wa Tanzania, Somalia, Afrika Kusini, Mozambiki, Ufaransa, Komoro, Seychelles, Mauritius, Madagascar. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi mwanachama wa mkataba wa Nairobi unaohusu hifadhi, usimamizi na uendelezaji wa mazingira ya bahari wa magharibi mwa bahari ya Hindi. Mkataba huu ulisainiwa tarehe 21 Juni mwaka 1985 na unatekelezwa chini ya usimamizi wa Shirika la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP. Nchi wanachama hukutana kila baada ya miaka miwili kupitia mkutano wa nchi wanachama, yani Conference of the Parties, kujadili utekelezaji wa shughuli, mipango na mikakati ya mkataba huo. Katika mkutano wa 11 wa nchi wanachama, yani COP11, uliofanyika nchini Madagascar mwaka 2024, miaka miwili iliyopita, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilichaguliwa kuwa mwenyeji wa kamati tendaji ya mkataba wa Nairobi, Chair of the Bureau, kwa kipindi cha miaka miwili hadi Disemba mwaka huu 2026, pamoja na kuteuliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu ambao tunautangaza siku ya leo. Mkutano wa COP12 utajadili utekelezaji wa mpango mkakati wa mkataba kwa kipindi cha miaka miwili, kupokea taarifa za mapato na matumizi, pamoja na kujadili masuala muhimu ikiwemo hifadhi na urejeshwaji wa mifumo ikolojia ya bahari kama mikoko, miamba ya matumbawe na nyasi bahari. Na siku ya leo, ndugu wanahabari na ndugu wananchi mliopo mahala hapa, tumetoka ukanda ule wa bahari kwenye mkoa wetu huu wa Tanga kwa ajili ya kufanya na kuzindua kuendeleza zoezi la upandaji wa nyasi bahari. Lakini si tu hivyo, mkutano huu wa COP12 utajadili na kukubaliana namna ya kuendelea kukabiliana na uchafuzi wa bahari, hususani taka za plastiki na kumwagika kwa mafuta baharini, utekelezaji wa mikataba wa kimataifa wa bioanuai ya bahari zilizo nje ya mamlaka za kitaifa, na mwisho, mkutano huu utatumika kuimarisha uchumi wa bluu endelevu na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kauli mbiu ya kitaifa ya mkutano huu ni kuelekea uchumi wa bluu endelevu katika ukanda wa magharibi wa bahari ya Hindi kwa manufaa ya watu na mazingira ya asili. Safari ya miaka 40. Kama nilivyowaambia, mashirikiano ya nchi hizi yameanza tangu Juni mwaka 1985. Pamoja na mambo mengine, wenyeji wa mkutano huu una manufaa mkubwa kwa taifa letu, yakiwemo kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kinara wa diplomasia ya kuhifadhi rasilimali za bahari katika ukanda wa ya Hindi, kuvutia uwekezaji wa rasilimali za kifedha kwa miradi ya hifadhi ya rasilimali za bahari na uchumi wa bluu, kujenga uwezo wa kitaifa katika kukabiliana na uchafuzi wa bahari na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na ni Tanga tayari mmekwisha anza safari, mmeshaipiga kwa umbali mrefu. Jipige kofi mengi. Natoa wito kwa wadau wote, wizara, taasisi za umma, sekta binafsi, wanazuoni, na hapa nimeona
wawakilishi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutoka UDOM, watafiti, mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya mkutano huu. Kwa pamoja tuendelee kulinda na kuhifadhi rasilimali zetu za bahari na pwani kwa ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho, kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu.